Muonekano wa msanii maarufu Tanzania Harmonize wazusha gumzo katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Wataka kuelewa ni muonekano gani Harmonize ambao amekuja nao mpaka kufikia wakati amekuwa gumzo kwenye mitandao ya kijamii hususan Instagram. Basi kama bado hujasubscribe channel hii, fanya jambo la kiungwana na jambo zuri kabisa. Chini ya video hii hapa kuna neno limeandikwa subscribe. Hebu bonyeza neno subscribe hapo chini. Utakuwa ni moja kati ya familia yetu nzuri kabisa, ambapo kila taarifa itakayokuwa inatoka notification itakuwa ya kwanza kukufikia wewe kokote kule uliko. Msanii mkubwa wa muziki nchini Tanzania Harmonize amekuja na muonekano mpya ulioshangaza watu wengi sana ambao wamemtazama msanii huyu. Msanii huyu ikumbukwa wakati ambao anaaswa na kusainiwa katika lebo ya WCB Wasafi ikimilikiwa na Diamond Platnumz. Kijana huyu alionekana kuwa na muonekano nywele nzuri tu ambazo ziliitwa kwa jina la vijana wa sasa kiduku mchongoko, yani katikati kulikuwa kuna nywele ambazo zimestawi vizuri. Lakini kwa hivi sasa Harmonize anaonekana akiwa katika muonekano amenyoa kipala ambacho kinamfanya aonekane uso na kichwa vyote vinafanana. Mekuwa Harmonize akifananishwa na watu mbalimbali wa nje ya Tanzania, hususani mabondia na wale ambao wanajihusisha na masuala ya ngumi na hata wale wa mieleka wa zamani. Msanii Harmonize katika muonekano wake amekuwa akijadiliwa na watu mbalimbali na wengine kumwambia kuwa kwa sasa aonekani katika muonekano wa msanii ambaye amezoeleka, bali kwa hivi sasa anaonekana ni kama vile msanii aliyechange aina ya sanaa na kuingia katika ubondia. Msanii Harmonize mpaka kufikia hii leo bado anazipitia comment ambazo zinaendelea katika mitandao ya kijamii. Sijui alifikiria kitu gani Harmonize kuja na muonekano huo hapa. Tunajua wazi kabisa Bernas alikuwa na nywele lakini baadaye akanyoa kipala, na shida yake ilijulikana wazi kabisa kuwa yeye alizaliwa akiwa ana asili ya kipala, na hata pia Mr. Blue vivyo hivyo alizaliwa akiwa ana asili ya kipala. Asili ya kipala ni ile hali ya katikati ya kichwa, nywele fulani hivi kuonekana dhaifu na hatimaye upande kubakia na upande kuonekana zikiwa hazipo, hasa maeneo ya katikati. Lakini gumzo hili kwa Harmonize, yeye hiyo shida hakuzaliwa nayo. Alizaliwa akiwa na nywele nzuri tu, na hata mpaka hii leo amezitoa bado alikuwa na nywele nzuri tu. Nini sababu ya Harmonize kubadilisha muonekano na kuwa katika muonekano huu na kuzua sintofahamu kwa mashabiki wake mbalimbali wa ndani ya Tanzania na hata nje ya Tanzania? Msanii huyu maarufu ikumbukwe kuwa licha ya hiki kituko ambacho amekuja nacho ambacho kimeshangaza watu wengi sana, lakini ikumbukwe kuwa ni msanii ambaye anayekubalika na kupendwa sana katika mataifa mbalimbali ya Afrika, na pengine hata amekwisha kuvuka nje ya Afrika. Msanii huyu amekuwa ni alama na nyota inayotambulisha sanaa ya muziki nchini Tanzania. Zao hili lilizaliwa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuipeperusha bendera vyema. Hivyo basi, kupitia taarifa hii na muonekano huu, wewe pia utakuwa na nafasi ya kuweza kuchangia chochote. Chini ya video hii unaweza kuniambia, je, Harmonize katika muonekano huu ambao unauona hapo mbele, je, amekuwa sawa au kuna vitu fulani hivi anahitaji ushauri? Unaweza ukamshauri ukiwa kama shabiki yake kindaki, atapitia huenda akasoma na akaelewa ushauri wako na akaja tofauti na vile ambavyo amewaza yeye. Basi kwa muda huu hapa ni kuache uendelee na majukumu mengine, lakini kitu kimoja, mimi na wewe tumekutana kwa kutazama na kusikiliza kitu kimoja. Hivyo tusiachane kwa kutazama na kusikiliza vitu vingine. Entertainment show, habari za kijamii, habari za kimichezo, habari za kisiasa na zinginezo zinapatikana hapa kwa namba yako ya chini B, ambapo ukibonyeza subscribe utakuwa ni mmoja kati ya familia yetu. Usisahau kushare video hii na wengine waweze kuona na kusikia hiki ambacho kinaendelea kwa msanii nguri East Africa anayetokea Tanzania. Bye bye.